amewaeleza kiufupi sababu ya kuwepo kwetu hapa. Ziara yetu haijaanzia hapa. Ziara hii imeanzia kule Uingereza kwa siku kadhaa, tutakuwepo hapa, na baadaye kuanzia siku ya Jumanne, Mungu akipenda, tutakuwa Marekani, Washington DC, kwa ajili ya kuendeleza haya ambayo tumewaeleza kwamba tumekuja kuyafanya hapa Canada. Kwa hiyo napenda nishukuru sana kwa muda wenu kama nilivyoeleza, na pia tutakuwa makini kuwasikiliza maoni yenu kwa yale ambayo tunaomba mmeyatolee maoni, na mengine ya ushauri wa ziada ya namna ambavyo tunakwenda. Nafahamu kwamba mmekuwa mnafuatilia kwa karibu mambo yanayoendelea nchini hivi sasa na muda wote, kwa sababu sasa hivi dunia kwa kupitia teknolojia, hakuna jambo jipya ambalo nitakalowaeleza hamjalisikia, kwa sababu mmekuwa mkifuatilia kwa karibu. Lakini kwa ufupi sana nitawapitisha katika hali ya nchi yetu hivi sasa, kisiasa, kiuchumi, na nini ambacho sisi kama chama tunaona tunaweza kukifanya katika hali hizo, lakini pia namna gani tutakavyowahusisha nyinyi wa Tanzania ambao mnaishi nje ya Tanzania katika michakato yote ya hatua za kimaendeleo kule nyumbani. Sababu tunafahamu kwamba pamoja na kwamba mnaishi huku, wengine mko miaka mingi sana. Nimekutana na mzee hapo nje, yeye yuko hapa toka mwaka 67, lakini bado moyo wake wote uko Tanzania. Kwa hiyo naamini na nyinyi pia ni hivyo hivyo. Kwa wale ambao wanatoka Zanzibar, naamini kabisa kwamba moyo wenu uko Zanzibar, na kwa wale ambao wanatoka Tanzania bara, Tanganyika, naamini kabisa kwamba mioyo yao pia ni hivyo hivyo. Na hivyo ni hali hiyo kwa diaspora wa dunia nzima. Kama ni watu kutoka India wako Canada, au wako Uingereza au Marekani, mioyo yao pia inakuwa ipo India. Kama ni Ethiopians, kama ni Wanyarwanda, kama ni Wakenya na kadhalika, hatuna tofauti na hao. Kwa hiyo ni muhimu niwapitishe kidogo. Nafahamu kwamba tulikuwa na uchaguzi mwaka 2015 ambapo katika Jamhuri ya Muungano uchaguzi ulikwenda vizuri, na John Pombe Magufuli akachaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akaunda serikali yake. Kwa upande wa Zanzibar tulikuwa tuna matatizo makubwa, ambapo yule ambaye alichaguliwa na wananchi kwa ajili ya kuweza kuunda serikali hakupewa fursa ya kuunda serikali, na hivyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa maelekezo waliopewa wakaamua kufuta uchaguzi ule wa Oktoba 2015. Na tangu hapo hali ya Zanzibar imekuwa kama jinsi ambavyo sisi tunaeleza, ikiendeshwa na serikali ambayo haina ridhaa ya wananchi. Sababu serikali iliyopewa ridhaa, chama kilichopewa ridhaa kuunda serikali, hakikupewa fursa hiyo mwezi Oktoba mwaka 2015. Lakini baada ya hapo kumekuwa na chaguzi ndogo ndogo nyingi kutokana na matukio mbalimbali ambayo yametokea, ama madiwani kufariki dunia au kuhama vyama, au wabunge kufariki dunia au kuhama vyama, au kufukuzwa bungeni kwa sababu mbalimbali ambazo zimekuwa zikielezwa. Na chaguzi ndogo hizi zote tumeona hali ile ambayo ilikuwa inafanyika Zanzibar, ilifanyika Zanzibar mwaka 2015, ikiendelea kufanyika katika chaguzi ndogo zote. Kuna maeneo ambayo ya wagombea wa ubunge au diwani wa vyama vya upinzani walishinda, lakini wakatangazwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Kuna maeneo ambayo wagombea wa upinzani walinyimwa fomu za kugombea,
na kuna maeneo ambayo mawakala wa vyama vya upinzani katika vituo vya kupigia kura hawakuruhusiwa kuchukua fomu za matokeo. Kwa hiyo msikae mkafunga mikono mkasema kwamba huko watatupigania kina Mazrui na kadhalika na nini. Hapana, hii ni kazi ambayo lazima tushirikiane. Ndio maana tumesema pamoja na kwamba tunakwenda kwenye hizi nchi kuzungumza na serikali za hizi nchi, ni lazima tuwakutane na Watanzania katika hizo nchi ili tuwaeleze kwamba tunapaswa kuwa na partnership ya pamoja ya kuweza kurekebisha mambo ambayo yanaendelea kule nyumbani. Baada ya maelezo hayo sasa, ambayo ni marefu kidogo, naomba radhi, lakini nadhani ilikuwa ni muhimu sababu kwangu mimi ni mara ya kwanza kuja kukutana na nyinyi. Labda mikutano inayofuata hatutakuwa na mikutano hotuba marefu. Nilidhani kwamba ni muhimu niweze kupita kwenye hatua zote hizo, na baadhi ya mambo nimeacha, labda nitayajibu wakati tunaulizwa maswali. Na baada ya hapo, nawashukuru sana kwa mara nyingine kwa kujitokeza kwenu. Nawashukuru sana kwa kuendelea kuunga mkono. Nawashukuru sana kwa kuendelea kuwa na moyo wa kuipenda nchi yenu, kuipenda Zanzibar, kuipenda Tanzania. Na sisi tuna mkutano mkuu wa chama tarehe 14 na mpaka tarehe 16 mwezi Machi mwaka huu, na tumeonelea pamoja na kuwa na afisa wa chama ambaye atakayekuwa anayehusika na diaspora, kwa maana ya kwa upande wa Zanzibar na kwa upande wa Jamhuri ya Muungano. Lakini pili, tumeona tutoe mwaliko maalum kwa Watanzania ambao wanaishi Canada. UK tumeshawapa mwaliko wao, sasa ni mwaliko wenu, na kesho kutwa tunaenda Marekani na wenyewe tutawapa mwaliko wao, kwamba wale ambao watakuwa tayari, tumetoa nafasi 3 za watu kuhudhuria mkutano mkuu wa chama ili kushiriki kwenye hatua zote za utengenezaji wa sera zitakazotokana na maoni mtakayotupa na mtakayoendelea kutupatia, na mtakuwa na haki ya kuzungumza na haki ya kupiga kura kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maoni ya namna gani ambavyo mnataka chama chetu kiwe kwenye sera yake ya mahusiano na diaspora yaweze kuingia kwenye katiba na kwenye sera za chama chetu. Kwa hiyo naomba mtajipangia utaratibu nyinyi wenyewe, mtatuletea majina, tutawaachia afisa ambaye anahusika, tutawapatia viongozi wa Zankana, mtatuletea majina ya watu ambao mmewachagua kwa ajili ya kuja kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe 14 mpaka tarehe 16 Machi mwaka huu, ili mshiriki kikamilifu katika kutengeneza sera na ilani ya chama kuelekea kwenye uchaguzi, ili baada ya uchaguzi, kama tumepewa dhamana ya kuongoza serikali, tutekeleze yale ambayo mnayapendekeza, na kama tutapewa tu wabunge kwa miaka yote ambayo tutakuwa bungeni, kila wakati wapiganie kuhakikisha mnakuwa na haki ya uraia pacha, ili muweze kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi ambayo imetokea. Asanteni sana na washukuru sana. Tunashukuru sana kiongozi wetu Sheikh Zito na Sheikh Nasor Mazrui kwa maelezo yao yote ambayo wametueleza kuhusiana na mpango mzima wa diaspora na vile vile mipango yao ya chama cha ACT. Tunashukuru sana kiongozi wetu Sheikh Zito na Sheikh Nasor Mazrui kwa maelezo yao yote ambayo wametueleza kuhusiana na mpango mzima wa diaspora na vile vile mipango yao ya chama cha ACT. Najua mtakuwa mna maswala ambayo mnataka kuwauliza viongozi hawa. Kwa hivyo ile time ya maswala hivi sasa imefika. Tutafuata utaratibu huu. Mtu ambaye analo swala atanyanyua mkono juu na tutapitisha mic kwa kuuliza swala lako. Asante. Naomba nikuulize jambo moja. Naulizia hawa watu walikuwa wamekamatwa hawa na mambo ya siasa. Kwa sababu kuna watu kibao wamekamatwa mambo ya siasa na wamuungano. Sasa hawa kama ni chama
cha ATC, vipi mtawasaidia vipi ili wapate kutoka? La kwanza. Kisha la pili nauliza kuhusu mashehe wetu waliokamatwa. Mashehe sasa hivi wako ndani, unafika miaka mingi, kwa kweli wanateseka na wanadhalilika, na wengine wanakufia huko kojeni. Kwa kweli inatuuma sana. Kwa hiyo tunaomba kama ni chama hawakuhusu mashehe wetu waliokamatwa, vipi mtawasaidia vipi? Na wao ndio walikuwa na mwamsho wa hali ya juu na hatima yake wamo ndani. Kwa kweli inatuuma na tunaumia sana. Kwa hiyo naomba ili mlifikirie na mfanye kila utaratibu ili watoke ndani, na plus wana familia zao na family maskini zinataka nao wawe na watu wao. Kwa kweli inatuumiza sana, naomba msaada wenu kwa hili. Okay, basi. Mama Rahma, watu ambao wamekamatwa na hasa swala la mashehe tumelizungumza sana, tumezungumza bungeni, tumezungumza nje ya bunge, na kama ulivyosema mwenyewe mpaka wengine wameanza kutangulia mbele ya haki. Ni jambo ambalo linaumiza mno, na mashehe wale wa uamsho ni wale tu ambao tunawafahamu, lakini kuna viongozi wengi sana wa dini ambao wamekamatwa, wamewekwa ndani kwenye majela mbalimbali Tanzania bila dhamana, wengine bila mashtaka, miaka na miaka. Mimi kijiji ninachotoka Mwandiga na viongozi maimamu 4 wamo ndani mpaka leo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunaendelea kuyapigia kelele, lakini kinachotakiwa ni kufanya mabadiliko ya kisiasa nchini ili tubadilishe mfumo wetu wa jinai. Criminal justice ya Tanzania imejaa uonevu. Yaani leo mimi naweza nikashuka pale airport nikapewa kesi ya ugaidi na wakanipeleka mahakamani na hapana nirudisha kila siku kwa miaka 10. Hawana, lakini you cannot do that in Zanzibar sasa hivi. Hawa wenzetu walikuwa kwenye government operational unit walifanya mabadiliko makubwa sana. Zanzibar huruhusiwi, polisi huwezi kumkamata mtu kama hujamaliza upelelezi. Bara huku unakamatwa, unawekwa ndani, alafu ndo unaanza upelelezi. Na upelelezi unaweza kuwa unaendelea kwa miaka hata 4, 5, 6. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunahitaji, na tumeshaanza kuona hiyo faida ya mabadiliko kidogo yaliyofanywa Zanzibar kwenye JNU 2010 2015. Reforms za criminal justice system ya Zanzibar zilikuwa nzuri sana ambazo zingeweza kufanyika huko bara. Na mashehe wale ndio maana walikamatwa, wakaondolewa kule, wakaletwa bara, kwa sababu wangepelekwa mahakama za Zanzibar wangeachiwa huko, kwa sababu hairuhusiwi kukaa na mtu ndani kama huna mashtaka ambayo umekamilisha upelelezi wake. Hoja ya United Republic na United Republics tumeichukua. Hatuna maelezo nayo, lakini tumeichukua. Naitwa Andrew Sabaya. Ni mmoja wa watu ambao tulijitolea sana enzi hizo Chadema na tulipenda kwa bila kujali chochote. Sasa lakini katugeuka sana. Kuanzia Dr. Slaa imekuja imejua jinsi wapinzani walikuwa kidogo na kudestabilize sisi ambao tunawasupport wenu. Juzi umeingia ICT na Kitila Mkumbo na ana Mgira tena nao wametoka. Kwa hiyo sasa hivi mimi kama mtu ambaye najitathmini nafikiri sana, je, hii move ni ile au nako watabadilika tena? Akina Makongoro Nyerere hizo tumempa jimbo la bunge Arusha, leo akabadilika. Kila mtu tunawasupport kwa moyo sana, mnabadilika. Kwa hiyo tunajiuliza, je, wapinzani kweli, wapinzani haswa au political itapewa? Lakini pia naomba kufikishe mtamani salamu kwamba huyo ndio kidogo tunasema ni kiongozi amekuwa stable for 30 solid years. Yaani pamoja na purukushani zote ameweza kuwa stable na timu yake tunaiona wanahama nayo. Kwa hiyo na maana ni watu wana nisimame pamoja, ambao tungependa pia na nyinyi wengine. Andrew, mimi naelewa frustration zako, naelewa sana, na wananchi wana haki ya kuwa na hizo frustrations, kwa sababu ni kweli kwamba upinzani hasa wa bara umekuwa inconsistent sana, kiasi kwamba
hatuaminiki tena. Inabidi za mtu ubaki una observe, kwa sababu ukitazama, ukiangalia watu ambao walikuwa the leading forces kwa ajili ya mabadiliko ya kisiasa nchini wameenda sehemu. Leo hii Slaa ni balozi. Lipumba pamoja na kwamba bado yuko CUF, lakini we know alikuwa anaitumikia CCM. Kwa hiyo it is very hard kujibu hili swali, kwa sababu mimi tu hapa story moja. Nilienda Pemba baada ya Shusha Tanga hii. Unajua Shusha Tanga maana yake? Yani baada ya ulipo tupo. Nikaenda Pemba, nikakutana na wazee. Wakaniambia, Zito, kwa ambayo Mapalala alitufanyia, Lipumba ametufanyia, kwa nini tukuamini wewe? Kabisa. And they are very honest. Now you are Pemba, and they speak their minds. They are very honest. Nikamwambia, lakini mbona mnatuonea sisi tu? Mbona hamumsemi Ahmad Rashid? Mbona hamwasemi kina Khalifa? Mbona hamwasemi kina Musa Haji Kombo? Wakina Yesu waua. Wakisema sawa, lakini hawa sio wale ambao walikuwa na mamlaka makubwa kama kuongoza chama kabisa alafu mkageuka. It is very true. Historia ya upinzani nchini, he has been very consistent. Tena yeye consistency yake kwa chama kimoja, sio ingine tunafuata baadaye. Lakini unaona namba ya wabunge ambao wametoka, watu wamechaguliwa na wananchi, wamepewa heshima, wamepewa dhamana, wametoka, wameenda sehemu wanachokiita kuunga mkono juhudi. Yani a switch like this lazima mchanganyikiwe. Na mimi mwalimu wangu mmoja wa nje ya darasa, Professor Isa Shibu, aliniambia kitu kimoja: doubt everything. Yani wewe tilia mashaka kitu chochote. Ndio njia pekee ya kufanya uweze kusurvive. Sababu ukijiweka imani tu yote bila kudoubt utaumia. Kwa mimi naomba tumuendelee kudoubt everything. Hata mimi muendelee kudoubt. Yeah, that's a fact. Mimi nawaeleza honestly, na tuna wasiwasi sana sisi kwamba tunaweza tukapata shida ya wapiga kura uchaguzi ujao. Na watu ambao wataamua kukaa nyumbani. Sababu wanasema nipige kura ya nini? Nachagua mbunge, baada ya muda anaenda CCM. Lowassa got 40% of the votes. 40%. Mgombea pekee wa upinzani nchini kwenye kura za muungano aliyepata asilimia kubwa ya kura kuliko yote, 6 million votes. Leo yuko CCM. Yani mgombea wa kwanza, wa pili na wa tatu kwenye uchaguzi mkuu uliopita, leo wote wako CCM. Lowassa yuko CCM, Magufuli yuko CCM, Anna Mghwira yuko CCM. Kwa observers wanatutazama wanashangaa, siasa gani hizi ambazo Tanzania tunafanya? Kwa hiyo totally agree, na mimi maswali kama haya ndio yananiweka in balance, kwamba don't let people down. Don't let people down. Right. Now in fact, hilo la kwako kwamba ulipokuwa mwenyekiti wa PAC ulisimamia mashirika 250 ya umma yalikuwa hayafanya vizuri na mengine, lakini hatukuona ukichukua initiatives nyingi sana ya kipindi hicho. Sasa na leo unania thabiti nyingi na ni mtu ambaye mwenye uwezo mkubwa sana wa uelewa, hakuna shaka kwenye hilo. Katika Watanzania wenye uwezo mkubwa sana na wewe ni mmoja wao. Lakini kwa nini sehemu ambazo una maslahi kidogo huwa huyu mkali kama kwenye sehemu zingine? Kwa nini sehemu zingine kama uko kwa mwenyekiti wa PAC au kipindi wa kubadilisha Mining Act ya 2010 wewe ndio ulikuwa watu tulikutizama, kwa sababu tunasema katika hawa huyu ana upeo, asiye na upeo hapo wanatizama sana, watu wana shida na yule mwenye IQ. Sasa huko una slow down kidogo. Kile sasa kwa tunaomba hizi issue za haki za binadamu unapoziongelea na nini
Tunaomba tutoe hayo ufafanuzi hilo, tutakushukuru sana. Mimi nilipokuwa mwenyekiti wa PAC nilifanya yale ambayo Mwenyezi Mungu aliniwezesha kufanya, na mimi sijakamilika. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndio ambaye amekamilika. Kwa inawezekana kuna ambao pia niliyafanya au sikuyafanya, watu hawakufurahi. Ndivyo hali ilivyo. I cannot do everything kumfurahisha everybody. Inawezekana kuna mambo ambayo sikuyafanya, people question why hili ya kuifanya, why hakuwa mkali hapo. Lakini pili, kuna a lot of propaganda ili kuonyesha kwamba kuna vitu ambavyo havikufanyika. Lakini mimi I believe kwamba nilifanya vitu vingi kwa namna ambavyo nilijaliwa, na kwa kweli mimi am very proud of the work that I did. I'm very proud. Kama kuna makosa, ni makosa ya kibinadamu ambayo hamna binadamu ambaye hana makosa, hamna binadamu ambaye amekamilika. Na la mwisho, Maalim Seif 2015 alipromise, kwa kweli mimi mtu ambaye nilikuwa na subiri sana kwa hamu kauli zake, kwa sababu kuna baada ya uchaguzi alisema tunachukua taratibu za kidiplomasia na hatua stahiki wakati tunasubiri tangazo. Ila na kutoa mrejesho nini kiape baada ya pale. So wale wako walisubiri kauli. Kwa hiyo wakati kaanza kuhisi hao viongozi inawezekanika ni sababu hata kipindi hicho ndo sasa alisema tutasubiri kimya Maalim Seif kimya ikapita. Kwa wananchi wafuasi wenu ndio mnawatia katika hali ya sintofahamu, na baadaye wanaanza kukata tamaa hiyo. Kwa hiyo naomba, kwa sababu huko angalau kidogo watusaidia kutoa huu ukungu wa sintofahamu. Shukrani sana. Maalim hakutoa mrejesho baada ya kuahidi kuwa kuna hatua za diplomasia. It is true, kulikuwa kuna hatua za diplomasia. Na Maalim alifanya kazi kubwa sana mara baada ya uchaguzi, kwanza ndani kwa kuzungumza na wenzake, lakini na nje pia. Alifanya a big diplomatic offensive nje. Lakini msisahau kwamba Maalim huyu wakati anapambana kuitafuta hiyo haki, Chama cha Mapinduzi kwa kushirikiana na baadhi ya viongozi wa chama alichokuwemo walikuwa wanapambana kumuondoa kwenye chama. Sasa yuko anapambana, anafukuzwa kwenye chama, anafukuzwa wanachama pamoja na wenzake wote hao. Unaenda kukutana labda na mabalozi, wanakuambia unapigania haki ya chama gani? Sababu unaolonga mwanachama. Na msi underestimate miaka mitatu ya inactivity ya CUF kwa sababu ya beto za mahakamani na kadhalika. Siku ambao ndugu zetu hao wametangaza tarehe 18 Machi kujiunga na ACT, niliona Maalim alivyong'ara. It was like ametua mzigo. It was hard. Sisi ambao tulikuwa karibu, we saw it. It was very hard. Watu wamejenga chama chao for more than 25 years. Just like that, kimechukuliwa. All the investment ambayo imewekwa kwenye kile chama. A big movement, very big movement. Just like that. Lakini kama mnafahamu, a purpose, a sense of purpose ambayo wenzetu wanayo is very high. It was a swing. And in 10 minutes, the whole Zanzibar turned. In 10 minutes. It has never happened. Watu wataandika PhD za what happened in a movement. Sisi tunaita kuhajir kutoka CUF kwenda ACT. Kwa hiyo pia hapakuwa tena na sababu ya Maalim kuwaletea mrejesho. Mliona namna ambavyo alishikwa. He couldn't do anything. Kwa hiyo sisi tumemwambia Maalim, forget about what happened.
let's focus sasa na 2020 tuimalize kazi ambayo mlikuwa mmeianza. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Miraj Masudi Ali. Nilikuwa na maswali matatu. Swali langu la kwanza, nimesikia mnazungumzia kuhusu fair and free election. Na kama tunavyojua nyumbani, there is no tume ya uchaguzi ya taifa ambayo ni nzuri. Wao wana control kila kitu. Je, kutakuwa kweli na free and fair election kama tume yenyewe ndio hii? Swali langu la pili nilikuwa nauliza, je, kwa upande wa Zanzibar, ACT Wazalendo wataingia kwenye election? Kwa sababu mara ya kwanza ndo kama tulivyoona wakati ule wa CUF waligomea uchaguzi kwa sababu ambazo melizeleza tunazijua. Na kama wataingia kwa upande wa Zanzibar, je, mtalinda vipi hizo kura? Kwa sababu kama mnavyojua nyumbani jamaa wana control kila kitu. Je, kutakuwa na figisu nyingi tunajua. Swali langu la tatu nilikuwa nauliza, je, mna mpango gani wa kuingia katika Ukawa? Mtaingia kwenye Ukawa ili opposition kwa stronger au vipi mtakuwa nyinyi guys mtakuwa alone? Asante. Asante, tunashukuru maswali ambayo tumeyapata kwenye raundi hii. Nchi yetu ina nchi marafiki sehemu mbalimbali. Safari hii tumekuja upande huu, Uingereza, Canada na Marekani. Mimi narejea tarehe 9 mwezi wa pili, narejea nyumbani. Tarehe 10 nina kesi mahakamani. Baada ya kesi tu tunaanza raundi ya pili ya ziara ya kwenda kwenye nchi za Kiafrika, ambapo tutakwenda makao makuu ya SADC, Gaborone, Botswana. Tutakwenda South Africa kwa sababu tunafahamu kwamba ANC na CCM ni vyama vyenye urafiki kwa sababu ya historia ya kupigania uhuru. Tunaenda kuzungumza na viongozi wa ANC na serikali ya South Africa kuengage serikali ya CCM kwamba lazima waruhusu uchaguzi kuwa huru na wa haki. Tunakwenda Nigeria na tutakwenda Addis Ababa kwa ajili ya African Union. Sasa hivi hatutaki kuachia gap lolote lile. Tunakwenda kwa kila partners wa Tanzania kukaa nao na kuwaambia kwamba tunachotaka sisi ni uchaguzi huru na haki. Sasa uchaguzi huru na haki unaweza kuanzia na kubadilisha tume, kuiboresha tume, lakini tunachotaka ni kwamba tukishinda tuweze kuunda serikali. Na sasa hivi itakuwa tofauti sana na 2015. Na tumeshawaambia, tumeshaiambia serikali, tumeshawaambia CCM kwamba matokeo yakitokea tumepata kura nyingi kuliko wao Zanzibar, ni lazima tuichukue serikali. Hili tumewaambia na tunarejea kuwaambia na nyinyi. Haitakuwa ile hali ya kawaida ya miaka chaguzi 5 zilizopita. 95, 2000, 2005, 2010, 2015. Haitakuwa hiyo. Haitakuwa njia hiyo tena. Tutabadilisha. Details zingine hatuwezi kuzieleza hapa in public, lakini tumejipanga kwa namna ambayo yani ahueni ni aliyeshinda aunde serikali. Aliyeshinda asipopewa nafasi ya kuunda serikali, it will be different. It will be different. It will not be the same. Sasa mtashiriki uchaguzi. Maelezo ya awali yanaonyesha kwamba tutashiriki. Hatutasusia uchaguzi mkuu wa 2020. Tutaingia Ukawa, tunazungumza na wenzetu. Tofauti tulizonazo miongoni mwa vyama vya siasa ni ndogo sana ukilinganisha na faida kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafanya mabadiliko ya kisiasa nchini. Kwa hakuna sababu yoyote ya tofauti tulizonazo sisi na vyama vingine kuzuia kushirikiana. Ni lazima tushirikiane. Na tumeshaanza mazungumzo ya chini. Sasa inawezekana isiitwe Ukawa, ikaitwa jina lingine na kadhalika, lakini nachotaka kuhakikishia ni kwamba tunafanya kazi ya ziada. Na mimi na Mazrui ni miongoni mwa viongozi ambao tuko katika mchakato huo. Chama kimetupa dhamana. Tunafanya kazi ya kuhakikisha
tunashirikiana na vyama vingine makini vya siasa nchini ili tuweze kuleta mabadiliko ambayo tumekuwa tukiyapigania kwa muda mrefu. Swala kuhusu habari ya uandikishaji wa raia wa Tanzania au Zanzibar. Naona kuna fikisu zinaanzishwa zamani mpaka sasa zinaendelea kuchua vice kamati. Naona swala la uandikishaji wa raia wa Tanzania mpaka leo hii kuna taarifa zinapatikana, tunaona kwenye YouTube whatever, watu hawajapewa vitambulisho kabisa. Wengine wanakwenda wakirudi wanasikitika, nenda kesho kutwa, mwezi wanalia, tunawaona. Sasa tutahakikishaje tutaingia kwenye kura za Tanzania kama watu hawajapata vyeti vyao vya kupiga kura au kuandikisha vyeti vya Tanzania? Swala la Fauza atalijibu ndugu Naso. Faulata Fahmi, na nataka Faulata na nataka kumpongeza Mheshimiwa Kabwe kwa kutufahamu kuwa Watanzania tuko wangapi as Watanzania. Nataka kama ulivyosema una recognize pia Watanzania walokuja kwa njia nyingine kupitia nchi zingine. Sasa mimi swali langu nauliza, kama ACT mnatusaidia vipi ama mtawasaidia vipi Watanzania hao ambao wana hamu ya baadaye kurudi nyumbani kama ulivyosema kwenye speech yako, japokuwa tumepata mapasipoti ya hapa lakini still roho zetu ziko nyumbani. Sasa kama wengine wa Somali, wa Burundi, wa nini, mtatusaidia vipi ama mtawasaidia vipi hawa? Yaani sio wa Burundi azini wa Burundi, yani kutafuta maisha, ni kila mmoja kaja kutafuta maisha, you know. Sasa mtawasaidia vipi hawa kama wa Tanzania kwa recognize? Faulata, naomba ili jambo lilolizungumza tulichukue ili tuweze kulifanyia kazi. Lakini jambo tu la kuzingatia ni kwamba hata kama ulikuja huku ukiwa ni Mrundi au Msomali au Mnyarwanda, lakini ukishapewa passport ya Canada, manaka wewe ni Mkanada, sio Msomali tena, sio Mrundi tena, sio nchi hiyo ambayo imekuja nayo. Kwa hiyo kwa vyote vile kuna njia za kisheria za kufanya uweze kupewa passport ya Tanzania tutakapokuwa tumeruhusu uraia pacha. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba inawezekana na Watanzania wote ambao wamepotea kwa njia hizo wanaweza kurudi kwenye ni jambo ambalo lazima kwanza tutatue tatizo la uraia pacha ndio tuje kuweza kutatua hilo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Lukman al-Hassan. Kwa na swali langu moja. Utamaduni wa kuhusia uchaguzi ndogo ama uchaguzi mkuu unajenga au unabomoa? Asante. Utamaduni wa kuhususia uchaguzi unajenga au unabomoa? Hili ni swali ambalo watu wameandikia mpaka PhD. Kwamba is it effective to boycott or not? Muktadha ndio unaotambulisha. Kwa mfano, Wazanzibari walienda kwenye uchaguzi 2015. Wakafanya uchaguzi. Hawa waliogombea uwakilishi na certificate za ushindi wakapewa. Halafu Serenzeki wakafuta uchaguzi. Ukirejea kushiriki uchaguzi ambao wameufuta hao, maana ni kwamba unaenda yani una legitimize, unahalalisha uchafu ambao wameufanya na uharamu ambao wameufanya. Kwa there are times inabidi muumie kwa kusimamia principles. Au mfano serikali za mitaa. Tumeachiwa 4% ya wagombea. 99% imeondolewa. Ukishiriki maana yake ni kwamba unaidhinisha wale ambao wameinguliwa. Una legitimize wale ambao wameinguliwa. Kwa hiyo inategemea na context, ni muktadha. Kuna maeneo ambayo
Kususia ni strategic. Kwa mfano kususia uchaguzi serikali za mitaa mwaka jana, kususia uchaguzi mkuu wa Zanzibar mwaka 2016 ule wa marudio, ilikuwa ni strategic, sababu it is a matter of principle. Na ndio maana sasa hivi engagement yetu na international community inapata attention kubwa sana, kwa sababu wanaamini kuwa uamuzi wa Maalim Seif kuhold ndio umesababisha amani Zanzibar. Kwa sasa hivi tunawaambia kwamba it cannot be the same. It cannot be the same. Tumehold peace in Zanzibar for the last 25 years. Haiwezi kuwa ni kazi yetu sisi tu ndio to hold kuzuia watu. Because the international community must know kwamba we want justice. Tukishindwa tutanyosha mikono. Mazuri amesema hata kukumbatia na kuabusu tutawabusu. Lakini tukishinda lazima tuichukue haki yetu. Kwa hiyo kuboycott au kutokuboycott Luqman ni contextualization. Na tuna mifano mingi sana. Tumetazama wenzetu Venezuela na kadhalika. Kabla ya kufanya maamuzi tunapitia literature za maeneo mengi na kuona nini ni effective way. Assalamu alaikum. Naitwa Shebi kutoka Lete Chai. Na maswali manne. Swali la kwanza ni kwamba Watanzania wamekuwa bandi kuingia Marekani. Nini msimamo wa ACT Wazalendo? Sasa Watanzania wamekuwa band kuingia US. Kwanza lottery ndio imekuwa band. Yaani Watanzania wamekuwa band kushiriki green card. Ile bahati nasibu ya green card. Na sio Watanzania wote kwamba wamekuwa band. Sisi kesho jioni tunaenda US. Na tunaingia. Kwa kujua band. Ila najua kuna mtu ambaye amekuwa band. Kwa sababu ambazo serikali ya Marekani imezieleza. Haki ya kuruhusu mtu kuingia kwenye haki ya nchi nyingine ni haki ya hilo taifa. Hata sisi Tanzania kuna watu ambao wako blacklisted hawaruhusiwi kuingia. Kuna watu ambao wanapata visa on arrival. Kuna watu ambao wanapata visa zao lazima ziwe ni referral, yani lazima uombe kabla hujaondoka, uombe yani hata miezi mitatu. Swali la pili, kuna tetesi kwamba chama cha ACT Wazalendo ni tawi dogo la CCM. Naomba Mheshimiwa Zito na Mheshimiwa Mazrui mtuambie kuna ukweli wowote kuhusu hilo? ACT ni tawi dogo la CCM. Propaganda kama hizo kwenye siasa ni vitu vya kawaida. Ili mnafahamu jinsi ambavyo tunashiriki katika kuhakikisha kwamba tunaitoa CCM. Kwa hiyo sidhani kama ni jambo ambalo tunapaswa hata kulirespond. Na sisi tunataka muangalie matendo yetu zaidi. Vitu ambavyo tunafanya, kazi ambazo tunazifanya. Wengine sasa hivi tumetishiwa kwamba tuuawe hata huku tuliko. Wazazi na walezi ni mashahidi. Serikali inatoa elimu bila malipo. Na kila mwezi serikali imetenga bilioni 23 kuhakikisha watoto wetu wanasoma, wanapata elimu bora na elimu hiyo ije kuwakomboa katika maisha baadaye. Lakini kuna jambo la kusikitisha moja. Kuna bwana mmoja anatokea huko Kigoma. Amekwenda na ameandika barua kuzuia fedha ambayo serikali inatoa, imeomba kama mkopo kusaidia watoto wa masikini. Yeye amezuia kwamba fedha ile inakuja kufanya mambo mengine. Mtu huyu hana tofauti na muuaji kama wauaji wengine. Tuna wajibu wa kumpinga na tuna wajibu wa kumkataa hadharani. Na Mheshimiwa Mneki, sisi ni umoja wa vijana mkoa wa Iringa. Laiti bwana yule angekuwa anaishi ardhi ya Iringa, leo hii mngesikia mambo mengine. Tusingemwacha. Na narudia tena, tusingemwacha. Tungelala naye mbele kwa mbele, ama yeye ama sisi. Tumechoka na wapuuzi wachache wanaochafua taifa letu. Lakini tunachoka na watu wanaotumiwa na mabeberu kukandamiza taifa letu. Hao ni maadui namba moja na wanahitaji ikiwezekana kuuawa kabisa, sio wenzetu. Na wanahitaji ikiwezekana kuuawa kabisa, sio wenzetu. Kwamba labda wanadhani kwamba mimi nitaogopa kurudi nyumbani. Mimi sitaogopa kurudi nyumbani. Nitarudi tarehe 9 nitarudi nyumbani. Wakitaka niwape
Nataka niwape passport, tawaambia waniambie niipeleke wapi hiyo passport. Lakini mimi ninachokijua ni kwamba ni Mwenyezi Mungu peke yake ndio mwenye uwezo wa kutoa uhai, yani kumpa mtu uhai na kumnyang'anya mtu uhai. Kwa kama Mwenyezi Mungu ameshaandika kwamba uhai wangu utaondolewa kupitia struggle hii ninayoifanya, na iwe wengine wataendelea na struggle. Lakini siogopi. Na nimemwambia Rais Magufuli, mimi sikogopi, wewe sio Mungu. Kama una watu wanakuogopa, ni wao wanakuogopa, mimi sikogopi. Swali la tatu, juzi, nikimaanisha 2 days ago, Mheshimiwa Maalim Seif amechukua fomu za kugombea wenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Ndio yeye kweli atakayekuwa mgombea wa urais? Yaani hilo nataka kujua. Na kitu kingine, Mheshimiwa Zito, nimesikia kwamba utagombea urais baada ya Rais Magufuli kuondoka. Sasa usije ukawa labda unamtanguliza Maalim Seif ashindwe, alafu wewe umwe atakayekuja baada ya Rais Magufuli miaka 5 ijayo kama akijaliwa kutoka. Pia umesema kama na mimi je, nitakusubiri siku mpaka Magufuli aondoke? Hapana. Mimi na ambition ya kuwa rais. Na ambition. Ningependa siku moja nipate fursa ya kuiongoza nchi yangu. Lakini ambition yangu lazima iendane na matakwa ya wakati. Kwa hiyo it's not about me anymore. It is about chama na vyama. Na kazi ya sasa hivi ya kisiasa nchini ni kazi ambayo haiangalii tena personal ambitions za watu, bali inaangalia ni nani tumpe wajibu fulani. Kwa tutakaa viongozi wa vyama na viongozi wa chama na kuangalia mazingira ya sasa ya nchi yetu, nani apeperushe bendera ya upinzani. Kwa hiyo mimi nitamuunga mkono mtu yoyote ambaye upinzani utaamua tumuunge mkono huyo, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na kushinda katika uchaguzi. Na kama wenzangu wakasema ili zigo kubwa, Zito wewe ndio mtu mzito tunakukabidhi, sitalikimbia, nitalitekeleza, kwa sababu ni wajibu wa sisi sote kufanya. Swali la mwisho la 4 ni kwamba visa ya kuingia Tanzania sasa hivi kwa mgeni yoyote ni miezi 3, wakati Marekani wanatoa multiple visa ambayo unaweza kaingia kwa miaka 10 kama kutoka hapa kuingia Marekani. Yani ACT Wazalendo au ACT Wazalendo, msimamo wenu uko wapi kuhusu hilo? Asante. Nimelieleza hili swala la visa na kadhalika. Kuna mabadiliko kadhaa ambayo yanatakiwa kufanyika. Mfano sasa hivi unajua Waafrika wanapata tabu sana kuingia Tanzania. Ni rahisi zaidi kwa Mkanada, Mwingereza, Marekani, Argentina ni kuingia Tanzania kuliko Burkina Faso, Senegali, Ghana, Sudani. Ni vigumu sana. Nchi zingine, juzi Nigeria wamefungua, wamesema kwamba Mwafrika yoyote ataingia Nigeria visa on arrival except Tanzania. Sababu Tanzania wamewekea restriction wa Nigeria na wenyewe wamereciprocate. Unajua Nigeria walivyo, wana reciprocate. Maana walipo ile xenophobia kule Afrika Kusini, wenyewe wakasema no problem, napiga watu wetu, wenyewe wakaenda kuvamia investment zote za South Africa zilizoko Nigeria. Wakazishughulikia ndio zao, wamereciprocate. Wameruhusu Afrika wote kuingia Nigeria visa on arrival isipokuwa Tanzania. Sababu Tanzania hawawapi visa kwa utaratibu mzuri. Kwa haya ni mambo pia ambayo tutayatazama na kuweza kuona namna ya kuya reform. Lazima kuna sababu ambazo wanazo, lakini kuna sababu ambazo they don't hold. Kwa sababu ukimistreat mataifa mengine na wenyewe watakumistreat tu. Kwa kuna haja kubwa sana ya kuweza kuaddress mambo hayo ya entering Tanzania kwa mataifa mengine mbalimbali. Majina anaitwa Hamza Yusuf almaarufu Shiri. Napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa ndugu Mazrui kwa kuweza kukosoa waziri mkuu ambaye anatembelea katika kiwanda cha Mahonda na kuleta amri zake na masharti wakati yeye anadili Tanganyika.
Pili, niko sana kwenye ushauri. Pia Mheshimiwa Zitto wakati anakuja huku tukutana airport, Mwalimu Nyerere ukaniambia ninakimbia mapambano na kukimbia kwa kufuru wakati yeye ni mweupe, kwa hiyo bali mweupe. Mimi napenda kutoa ushauri mawili kama matatu. Pindi tunaofanya tour kwenda Afrika na kwenda Marekani kwa ajili kufikisha matatizo ya Tanzania pamoja na vizuizi kwa ajili ya uchaguzi, kupata uchaguzi huru na wa haki. Basi tuweze kupata fursa hii kuweza kukaa na mabalozi nchini kama walivyofanya Mheshimiwa Kabudi na Magufuli, kukaa nao Ikulu, na sisi kama chama cha upinzani tuweze kukaa nao na tuweze kuambia na kuwafikishia haja kwetu ya moja kwa moja, ingawa kingine tunachoendelea. Na la pili, tuweze kutumia diaspora, kwa sababu nyinyi mtakuwa mnapiga ndani, sisi hapa tuko huku tupige nje kwa ajili ya kuweza kushirikiza uchaguzi huu pamoja na wa haki. Kutengeneza vitimu hilo tunaweza kufanikisha tunashinda katika uchaguzi. Na la mwisho, nawaombeni sana, tumeweza kuzuiliwa kufanya mikutano yetu, wabunge pamoja na madiwani. Maalim Seif katika ziara yake ya kusikiliza maoni kwa ajili ya kuingiza katika eneo la uchaguzi imepelekwa mpaka kwenda katika kituo cha polisi. Nadhani waliondoka katika kituo cha polisi walikuwa na Mheshimiwa Salum Dimani, waliitwa katika kituo cha polisi Pemba. Sasa kwa namna moja ama nyingine ndio umezuiliwa juzi tu hapa, ili tuweze kufanikisha. Rais wa wilaya kipindi kile alipinduliwa kwa ajili ya kufanya mapinduzi, na sisi tubadilishe mbinu zetu. Mkae Maalim Seif na viongozi wa Jusa pamoja na wewe kwa ajili ya kuweza kurekodi CD au flash na ziweze kutembea nyumba kwa nyumba. Itakuwa ni moja ya mapinduzi makubwa. Hiyo nakuja kushangaa kama vimbo ya kusimama msimani koloni za CD zitembee chini kwa chini, na tuzungumze mikutano kama tulivyozunguka katika majukwaa tulizungumza haya. Na baada hapo msema asante sana na washukuru sana. Hamza, kwa ushauri wako, na nakumbuka tulikutana airport nikakwambia bwana, mbona unakimbia bwana wakati tunaanza mapambano, lakini nafurahi kwamba bado unaendeleza mapambano hata ukiwa huku, na hiyo inatutia nguvu zaidi, kwa sababu mna nafasi kubwa kama Watanzania ambao mlioko nje pia kusaidia shughuli mbalimbali ambazo tunakabiliana nazo kule nyumbani. Na ushauri wako wote, mapendekezo ya CD na kadhalika tumeanoti na tumeyachukua.